Allah anasema wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum. 2. Aya 3, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, atawabadilishia wao baada ya kuwa na hofu kutakuwa kuna amani. Ule uoga uliokuwa kuwepo wote utaondoka, itakuwa ni amani tupu. Nyinyi si mnafanya kazi mwa serikalini? Haya, ndugu zako baba yako mnaonaje wanakuwa na hofu makazini? Muislamu mwenyewe kupita airport na ndevu unaogopa. Wasoka nikamata hapo. Umevaa kanzu lakini unaogopa kwenda bungeni. Kwenye hadhara tu za watu mchanganyiko, ukivaa tu wala utakale kiblagashia cha ubwabwa kile, wewe mwenyewe waogopa. Hofu imetanda kila mahala. Mtu kudhihirisha Uislamu anaogopa. Sijakaona mimi Yesu na nini. Anajificha ficha. Huyo anajificha ficha kwa kuogopa tu kwamba asije kaonekana ni Muislamu. Hiyo ni hofu ipo kwa watu. Mwanamke kuvaa niqabu mavioni anaona kadhalilika kweli kweli. Bora aonyeshe mafatinuha. Aonyeshe kila kilichokuwa kinatakiwa kidhihiriki, anakionyesha. Hofu. Allah anasema atabadilisha hiyo hofu itakuwa ni amani. Akamaliza sasa. Ili miyapate haya yote matatu, ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Qur'ani bwana. Hii ndio kimbilio la kila mtu. Waniabudu mimi, wasinishirikishe na kitu chochote. Bas, mkitaka mpate haya, acheni shirki, muabuduni Allah peke yake. Unaumwa wewe si unaumwa wewe malaria, unaumwa si kansa, si unaumwa nini? Nenda hospitalini, kachukue tiba. Imani yako anayetibu ni Allah subhana. Hii ni sababu tu peke yake. Wa idha maridtu fahuwa yashfini. Ibrahim akasema hivyo, na pindi ninapoumwa yeye ndiye mwenye kunitibu. Kwa hiyo kunywa dawa yako, soma dua ya kunywa dawa, lakini imani yako, moyo wako unaamini anayetibu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sio paracetamol wala hiyo amproxicillin, sio hiyo. Yuko anayekutibu wewe, sio hiyo dawa. Bali hata wewe tabibu naye watibu watu, waaminishe kwamba jamani sisi tunakutibuni lakini anayetibu ni nani? So jifanye tu mimi mtaalamu, taokoa maisha ya huyu. Kadhab, mrongo. Kubwa kabisa. Wewe huwezi kuleta uhai wa mtu wala mauti wa mtu. Wewe sio kazi yako hiyo. Wewe ni kupiga tu pale bwana upitie kadari ya Allah basi. Lakini analeta uhai na analeta mauti nani? Allah subhanahu, na mwenye kuleta afya ya mtu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa na imani hiyo kwenye nafsi yako, iweke imani hiyo. Mimi namsaidia tu lakini mwenye kusaidia wajua mwisho kabisa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala yule tajiri wa Yemen aliwaambia wale matabibu, aliqu quluban nasi ila rabbihim, zifungamanisheni nyoyo za wagonjwa kwa Mola wao. Nyoyo za wagonjwa zifungamanisheni na Mola. Ndio tatizo lenu nyinyi madaktari tu nyinyi. Najiaminisha tu kwamba ushafanya experience, ushapata maiti watatu kwa wazungurusha, kaibuka mmoja juu hivi, kajua tayari naweza kutibu. Kadhabu, wezi, sio kazi yako hiyo. Kamchoma mtu sinano akapata afueni akanyanyuka, basi kumbe hii kristapeni iko vizuri tu. Hapana, hiyo sio kazi yako wewe. Wewe sio musabbib, yuko musabbib. Umeweka sababu tu. Kwa hiyo nyoyo za watu zifungamanisheni kwa Mola wenu. Mkiyafanya haya, Allah anasema sisi Waislamu tutakuwa makhalifa kwenye ardhi. Hii ni aya. Ukiweka katika macho yako mbele tu, utauona msingi wa tauhidi ndio tiba ya kila kitu. Kwenye tauhidi utakuwa na hofu, huwezi kuwa mwizi. Kwenye tauhidi huwezi ukazini. Si aliulizwa mtume, aliulizwa maswahaba, hali almu'min yasriq? Aliulizwa mtume, je, mu'min anaiba? Naam. Hal mu'min kadha? Alipoulizwa hali almu'minu yazni? Je, mu'min anazini? Akasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hawezi akazini kile kipindi anazini afa kawa mu'min. Lazima hofu mtu atakuwa nayo. Huwezi kumdhulumu mtu, huwezi kufanya chochote. Kwa sababu tayari hofu yako unajua Mola wako yuhasibuka, na una malaika wawili huko wanaandika mema na maovu kwa tauhid. Lakini haya yote yanakuja kwa sababu msingi wa tauhidi umekuwa imara. Da'wa ya tauhidi ni da'watur rusul. Hiyo ndio maalimul ula, huo ndio msingi wa nembo ya kwanza wa Uislamu sahihi. Mtume kawatuma maswahaba anapowapeleka kwenda kufundisha Uislamu, jambo la mwanzo analowaambia, jambo la mwanzo, faliyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah, kama alivyosema Abdullah bin Abbas.
Ukifika kwa watu wale, jambo la mwanzo waambie wampwekeshe Allah peke yake. Peke yake waambie kwanza hilo jambo. Fanya hiyo da'wa. Nuhu kawalingania watu 950 miaka. Hajawaambia swala, zaka, haji wala chochote. Amewaambia watu waabudu Allah peke yake. Kwa unaona msingi wa kwanza tauhid, huwezi kukwepa huu. Na lau mji wetu hii ya Tanzania ingekuwa inazungumza tauhidi ya kisawasawa, usingeona kibabu, usingeona makaburi yamejengewa, usingeona mashehe wanatengenezewa makaburi majumbani mwao, wanatembelewa, wanazuriwa, wanawaomba haja na kuwataka waondoshee matatizo. Wala hii dunia yetu yote hii tulionayo hii, pasinge ilikuwepo na makubwa ya mashehe. Leo mama tuna kaburi moja la shekhe hapo mjini hapo. Bado Kondoa kuna lingine tena hapo mjini hapo. Area A sio ya nini pale. Lipo kaburi la shekhe limejengewa chumba safi. Kizuri kuliko hata chumba chako. Nimepigwa na kitambaa juu pale shekhe. Sio umefanyaje pale limerembwa. Kwa ajili ya nini kaburi na rembwa? Mbona mtume kaburi lake hajalembwa? Ni udongo tu uko juu sallallahu alaihi wasallam. Haya makaburi haya mashekhe kisa nini? Shehe anasikia ninachomwambia. Nikimwomba anaweza kanijibu huyo? Jawabu hawezi. Kwa nini tumwekea utaratibu kama huu? Maana yake hawa ni andadan, ni washirika wanaotengenezewa mazingira waji waabudiwe min dunillah, kinyume na Allah subhanahu. Na hii ni shirku billah, ni ushiriki. Huu maalimul ula. Pima kwenye huu msingi makundi yako yote. Chukua tablighi, waweke usoni kwako, watazame tablighi wa Pakistan, wa Kigongola Mboto, wa wapi wale wa wapi kule, sio Mtambani, sio wapi, waangalie wenye viremba vya kutikisha mpaka chini na wale kilemba kimoja cha juu hivi, watazame wanapokuja msikiti wa jirani kwenu pale, hichi ndicho kizungumzo wanazungumzaga. Wanazungumza uharamu wa kuwa na makaburi ndani ya msikiti au haramu wa kaburi kuwa mbele ya msikiti? Je, wanazungumza tahadhari ya watu kutafuta baraka kupitia mawali na makaburi ya mashehe? Wanazungumza? Je, wanazungumza uharamu wa uchawi? Je, wanazungumza kufuru ya uchawi? Je, wanazungumza ushirikina wa hirisi na matambiko ya kuchimbia watu? Unazungumza ya mada? La. Tukapigia mfano, lao wewe mjiangalie wewe ulivyo. Leo ungekuwa mende, ungekuwa unazurura kwa mashimo ya mavi tu. Mtu anakuambia maneno. Bas, ndo story hizo. Ungekuwa fisi, si ungekuwa fisi, nyau na nini? Ndo story tu hizo peke yake. Anasoma kitabu pale cha fadhila amali, yeye anayesoma mwenyewe haelewi. Huyo anayesoma mwenyewe haelewi na ni Kiswahili. Kamaliza, tutokeni siku 3 na nini? Sio mji nani atakuwa tayari inshallah. Mimi hapa. Haya, vaa kanzu twende. Hiyo dini namna gani hiyo? Dini gani ya kulingania watu hivyo? Anayelingania analingania watu na jahili, kuna ujinga. Njoo sufi, watazame wa sufi unawajua wewe. Sufi kuanzia makadiria tulionao humu Tanzania, wengi sana makadiria, majuhala, wajinga. Wanamshirikisha Allah ndani wala hawajui. Lakini wale mashaka zao wakubwa wanaelewa kila kitu. Misikiti tulionao humu Tanzania ya masufi humu yote kwa ujumla wao hawalingani kwenye dua za baada ya swala, hawalingani wala hawafanani. Wanaosoma adhkari za msikiti huu na msikiti ule tofauti. Tofauti kabisa. Hasa dini ya sampuli gani? Sheria za mpira ni moja dunia yote. Sheria za mpira ni uchezwe Uarabuni kwa Saudi Arabia, kwa watu wa Dubai, Katari, sijui na upeleke Marekani, upeleke Brazil, upeleke Chile, upeleke wapi, sheria za mpira ni hizo. Hasibadilikagi, kuna faulo, sijui kona, penati, ziko vile vile, lakini sio dua za masufi. Hizo hamna, tofauti kabisa. Hawa wana dua yao ya kwenye baada ya witri asubuhi, wanasoma wanavyojua wao. Ukina msikiti wa huku nao wana ya kwao. Ukiwauliza kwani shida nini? Sikuomba tu. Dini gani sio na utaratibu? Yaani mtume aondoke duniani humu asifundishe utaratibu wa kuomba baada ya swala. Kweli? Nyie huu msome hivi, huu naye tarika ya huku nao wasome hivi, wale nao tarika kule wasome hivyo. Hamna dini ya hivyo. Lazima nidhamu. Mbona swala tofautiani? Mbona kuna swala tofautiani? Mbona hawa waswali 5, wasomi 10, waswali 7, wasomi 6? Mbona hatuswali hivyo? Kwa sababu kwenye swala kuna nini? Kuna utaratibu umeshawekwa na Mtume alayhi salatu wasalam. Na hivyo kuna nyiradi. Zote zipo kwa utaratibu aliofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam.
Kwa hiyo watu hawa kwenye haya mambo walipotofautiana, basi kwenye lile kubwa kabisa la ushirikina na tauhid ndio wamefeli kabisa. Waganga wakubwa wanaosomeshana uchawi na ushirikina ni masufi. Unajua masufi wewe? Basi nitakupa neno jepesi tu ambao baadhi ya watu wanaoitwa BAKWATA, lakini sio BAKWATA wote. BAKWATA ndio sufi. Wanaopiga maulidi kwa kula ubaba wale, ubaba hao ndio sufi. Makadiria, makadiani, matijani, hao ndio masufi. Ndio nawazungumza mimi. Vitabu vyao vimejaa shiriki kubwa sana ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wameikanyaga tauhid. Mada zao sio tauhid aslan. Tawasikia nazungumza tu kwa maneno ya mbona huu mzizi haumuchokonoi? Huu tauhidi ambao ni dawa ya mitume miaka na mikaka. Hapa na kitabu kimoja mfano wake, nikupe mfano mwepesi. Hichi kitabu kupe mfano tu basi, hii ni mfano tu. Sikutaka nizungumze lakini ni mfano tu. Riyadhul Janna Nurul Junna, kitabu cha kisufi hichi. Hii kitabu cha kisufi nipiga photocopy tu, mimi ni photocopy na hela yangu pia imechukuliwa. Anasema huyu akimsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Nakupa tu wewe si mwanafunzi wa chuo, unaweza kuyachukua ya maneno kayatia kwenye akili yako kujumlisha. Je, haya maneno anaweza akayasema Muislamu aliyesalimika mwenye kumuogopa Mola wake subhanahu wa ta'ala? Anaweza akayasema maneno namna hii? Halafu yaangalie haya maneno haya ni kweli aliyesema, alisema akiwa ni mtimamu wa akili au mwenda wazimu mwehu? Na kiwango cha haya maneno ni maneno ya sawa au ya kufuru billah? Anasema hivi, kichwa cha habari kinasema udhkur ilahaka bukratan wa ashiya. Ndio kichwa cha habari, ukurasa wa 76 kwenye chapa hii nilionao mimi. Lakini kabla ya kusoma mimi nikupe, yani kabla ya kusoma kuna kitu nataka nikisahau. Huyu mwenye hichi kitabu anaitwa Abdurrahim al-Burai, yeye mwenyewe kwenye naita dibaji, kama si dibaji, utangulizi. Na kwenye utangulizi wake amesema hivi: fahadha diwanu, yani huu mkusanyiko mashairi na mengineyo, ishtamala ala qasaid, umekusanya kaswida rabbania za kiroho wa nabawia, na kasida za mtume wa sufia na za kisufi, wa waadhia na za kimawaidha, wa adabia na za mambo ya tamaduni, wa tarikhia na mambo ya kihistoria. Samaituhu, nimekiita kitabu hichi Riyadhul Janna wa Nurud Junna. Moja, point ya kwanza hiyo, kwamba kitabu hichi kimekusanya mambo maudhui hizo. Haya, mbili, iqtataftuhu, sikiliza, nimezinyofoa hizo mada, nimezinyofoa min thamaratil afkari, kutoka kwenye matunda ya mawazo yangu, asaqima, yana ugonjwa, yana umwa, zile fikra zangu zimeuzi na umwa za maradhi. Wa ahdaituhu li ikhwani fillahi, labda ndugu zako huko, na nikazipeleka hizi fikra kwa ndugu zangu huko, sio sisi, mimi sio sufi, ni ndugu yangu mimi, nikawapelekea ndugu zangu. Haya, mwisho pointi ya pili. Ya tatu akasema, anasema ulil qulubi as-salima asa Allahu an yanfa'ana wa iyyahum. Anawaombea dua, huenda Allah kawanufaisha na hayo wanayosoma. Haya, wa adhintu lil muslimin, ndo pointi ya msingi sana ambayo masufi wengi hawajui, wanaonikosoa mimi wengi sana hawajui. Mwenye hichi kitabu mwenyewe anasema hivi, wa adhintu lil muslihina, na nimetoa ruhusa kwa watengenezaji, wakosoaji, idha ra'au khalalan bihi, wakiona dosari kwenye hichi kitabu, ayuslihuhu, wakikosoe. Sio mimi sasa mumlaumu yeye aliyekufa, mkamfufue kaburini mumtoe, kwa nini umesema maneno? Sio mimi sina hilo kosa. Yeye mwenyewe kaandika huko na walifanya katika yani makosa ambayo nasema Allah anaweza kukuletea na wewe hujui unakosea wapi. Ndio kama haya, katoa ruhusa, msoma kina unakosa, bainisha, kuna mushkeli, waambie watu. Ndio huu kwa sisi tunamsaidia bwana, sisi tunamsaidia. Kwa hiyo waadhintu lilmuslihina idha ra'au khalalan bihi ay yuslihuhu, walitengeneza. Aya, kosa la kwanza tunaanza nalo. Umetupa ruhusa ya kukosoa, tunakukosoa kwa sababu ni sufi, kuburi, mushriki, mujrim, muovu mkubwa. Anasema hivi kwamba kumtaje Mola wako asubuhi na jioni, mtaje
Taja sana Mola wako, mtaje Mola wako, mtaje Mola wako. Sala jambo la kumtaja Allah lipo kwenye Qur'ani, wadhkurullaha kathira la'allakum, mtajeni sana Allah subhanahu wa ta'ala, wadhakiruna Allah kathiran wadhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Aya ziko nyingi zikituambia ya alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, mumtajeni Allah kumtaja sana. Naam, ila tuna wasiwasi, mtaje Allah kwa nyiradi alizofundisha mtume, sio za kukurupuka tu nasema tahahubi nkakahubi, sio hizo. Taja nyiradi ambazo mtume kafundisha. Sikiliza zamani anasema hivi, anasema hivi ukurasa 76, fadhikru unwanu alwilayati innahu, dhikri kumtaja Allah ndicho kichwa cha, ndo anwani ya wewe kuwa wali, kuwa kipenzi cha Allah. Yani wewe unavozidi kumtaja Allah ndio unapanda daraja kidogo kidogo, unapanda mpaka unafikia kwenye kilele cha juu kwamba wewe sasa ni wali. Wali maana yake ni kipenzi cha Allah. Yani wewe unavomdhukuru Allah sana unapanda daraja bwana. Kabisa. Ulikuwa dhaifu maskini, hoe hahe, mtu duni kabisa, kinavomdhukuru Allah, mdhukuru. Tasbih na tasbih ile vuta unapanda. Ukivaa mawili, ukivaa matatu, hapa manne, sawa wewe vaa tu. Wewe mdhukuru sana Allah kwa sababu unwanul wilayati. Hicho ndio anwani, ndicho kitu cha habari cha mtu kuwa wali. Innahu haqqan, hakika dhikri, uradi dhikri kwa hakika kabisa, yakunu bihi almuridu waliyan, muridu mfuasi wa tariqa hizi za kisufi anavomdhukuru sana Allah kiuhakika kabisa, mtu huyo anakuwa wali. Ukitaka uwali wewe, wewe mdhukuru Allah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, wewe taja mara milioni 3 milioni 7, wewe taja, unakuwa wali. Tunarudi kwenye Qur'an na hadithi za Mtume sallam. Wali unapatikana vipi? Kana wali ni nani? Suratu Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Wali wa Allah ni yule ambaye hana hofu wala hana huzuni. Akawataja alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali ni yule mwenye iman na akawa mcha Mungu. Tutakuja kwenye kipengele cha imani, unakikagua kupitia Qur'an. Kipengele cha takwa utakikagua kupitia Qur'an, utapata maana ya hii wali. 1, 2, hadithi ya Mtume, hadithi al-Qudusi ya Abi Hurairah fi Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonesha kwamba mtu, Allah anasema mtu akitaka kufikia daraja la wali akithirishe sana nawafil, ibada za sunna na pia za faradhi, anafikia kwenye daraja la wali. Sheikh anatuambia hivi, wewe fanya dhikri sana. Kwenye hii beti tumwambie basi umepatia dhikri hapo, na kusudia kusoma Qur'ani sana, soma sana Qur'ani, omba sana istighfari. Sawa, tunakusamehe. Moja. Ukishakuwa wali sasa ushakuwa wali sasa, ndio ushakuwa ndo mcha Mungu mwenye imani kali. Mafanikio yako yanakuaje? Yahabul ghulama, una uwezo wa kumpa mtu mtoto. Ya pale shika tumbo pale tayari, mshika tumbo hapo, na mshika tumbo hivi mama pale, wasoma pale, yalla nenda mama, anapata mtoto. Jamani, sizungumzi hapa, ingekuwa kuna mtu anajua Kiarabu ningempa asome. Yahabul ghulama, wali unafikia kiwango cha kumpa mtu mtoto. Hii ni kufuru ya wazi kabisa. Anayetoa watoto tumesema nani jamani hapa? Kwa mujibu wa Qur'an, sio maneno yangu, kwa mujibu wa Qur'an. Yote Qur'an imesoma aya. Manabii wamelia wakimlilia Mola wao awape watoto. Tulia, hiyo ndogo hiyo. Hiyo nzito, lakini sasa sikia zinachukua daraja. Pia yatiru fi jawi sama. Utakuwa wali unapaa angani pa. Hakuna haja ya visa wala kata tiketi ya ndege, hakuna haja tena. Wewe ni kupaa tu. Na kwenye hichi kipengele nilisoma nikiwa markazi pale, kitabu cha maisha Muhammadi Nasr. Alimshika mtu mkono hivi akamwambia funga macho, nyanyua mkono juu, akanyanyua mkono juu.
Tuko Oysterbay hapa, si ndio? Naona kwenda Mbagala. Haya, fumba macho. Saa 7 usiku sasa hivi, ndio. Haya, Sheikh akamwachia mkono. Jamaa kafumba macho kakaa hivi. Ngoja nifungue. Anafungua jicho hivi. Kafika Mbagala. Cha Kiswahili hicho, sio cha Kiarabu, cha Kiswahili. Jamaa kapaa Oysterbay, from Oysterbay to Mbagala. Kilomita 22 si ngapi unajua wenyewe. Kapaa usiku. Na huyu wajuzi kijana mmoja anasema kwamba ukitaka kuwa wali lazima uwe na paa. Nakuuliza wewe sasa. Nakuulizeni nyinyi mnaoangalia mafilamu. Wanaopaa ni watu gani? Wachawi. Wanaopaa ni wachawi. Hamna mtu anopaa ovyo eti mtu kawaida. Na angelikuwa wa kwanza kupaa alikuwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isra wa Mi'raj hajapaa mtume. Kashikwa na Jibrilu. Si ndio hivyo? Jibril aje kumchukua ndio kampeleka Jibrilu. Na halijawahi kutokea kwa nabii yoyote zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mawali wanafanya hivyo, tuleteeni Abubakar alipaa wapi? Mbona hajafika Tanzania? Mawali wale wa mtume, maswahaba walisafiri kwa mguu kutoka Maka paka Habeshi. Wanapiga mamaji alipo wakina paka Fatima binti wa mtume, Ruqayya wanapiga hivyo, wanavuka kwenda Habeshi, Ethiopia. Na ndio mawali wakubwa kabisa. Sio walikuwa napaa tu. Basi. Kama ni mawali kweli nakupaa. Mtume katoka Maka kwenda Madina na Abubakar wawili tu. Tena anatoka kwa kutafutwa, anasakwa. Makoresho namtafuta mpaka kajificha chini ya nini? Ya Gharu Thauri. Sasa anajificha nini? Kani ana uwezo wa kupaa. Ana uwezo wa kupaa. Si kuna njia nyepesi na kuna njia ngumu, si ndio? Kwa nini utumie njia ngumu na wakati kuna smartphone, kuna madude haya ya zamani ya nini tena, masimu ya zamani? Una uwezo wa kutumia smartphone ya kisasa. Kuna haja ya kutumia madigitali sio nini ya kizamani sasa hivi? Ya kubonyeza ya nini? Hakuna haja tena. Angetumia tu njia ile pale paka Madina, paka tulia zake. Hajafanya hivyo, na ndio akbaru wali. Na ndio wali mkubwa kuliko mawali wote. Alafu cha ajabu sasa. Cha ajabu. Baadhi ya hawa mashehe zao huwa wanasafiri na ndege. Hivi kuna mtu anakubali kujitia hasara kweli? Anasafiri anapelekwa ubalozini, sijui anakuwa balozi wa Misri, anakaa kule, anasafiri anakwenda Shamu, Shamu anakwenda Iraki na ndege, anasafiri na ndege hadi Misri. Sasa kwa nini ujitia hasara kati zile hela kama ndio serikali imekupa unazibana hapa? Unaruka zako. Hawa sio wa kweli. Na haya ninayokuambia mimi, haya wanaoyasema wao ni kwa sababu wanasomeshana elimu za kichawi. Ndio maana wanatumia haya maneno. Ndio maana elimu ya kichawi katika madrasa ya kisufi hawapewi wanafunzi wote. Anakuangalia uso wako, ili lina akili ili au zwazwa ili. Si kalipa likana kuwa domodomo jingi ili. Achana nalo ili. Chukua huyu. Ndio unaitwa chumbani, sasa unapewa vipande sasa. Andika hivi. Hii hapa ndio elizi ya kumvutia mpenzi. Unapewa mapenzi kwanza. Unaona mapenzi. Unaona kuna katesti kwanza. Kama kiko kwenye maji mpenzi wako, kama kile nini? Vijana wanafanya haya mashaikh. Sisi tumeshaona wanafanya mashaikh, basi wazushie hata kidogo. Wanawafanyia watoto wa kike, wanawekea kwenye miti hivi, juu ya mti, akipita tu ule upepo ukimpiga tu, shampenda yule mwanaume. Shampenda. Yatiru fi, ukiwa wali wa kisufi unapaa. Lakini uwali wa kisalafi hakuna kupaa huko. Uwali wa kisalafi hakuna kupaa. Unapaa unaenda wapi? Unaenda wapi ustaz? طيب, haya akasema yamshi ala al-bahri al-khadm sawiya. Tena ukishakuwa wali tena unatembea kwenye maji mabahari makubwa yale, Atlantic yale. Tembea pale katikati pale. Hakuna kuzama ustaz. Uzame hata kidogo. Wali wa kisufi huyo. Ndio huyu nimemuona juzi anaandika, ameweka eti utakuwa wali ni kweli, unaruhusiwa kupaa, unaweza ukapaa. Naika picha ya wali pale anapaa kwenye maji, ametandika mswala, kaika mswala pale, anapita kwenye mawingu kupaa. Kwenye maji anapita wali. Ya Sheikh, hii dini mbona watu wanaifanyia mzaha kabisa? Hivi manaswara wakisikia vitendo kama hivi wanasemaje kwenye Uislamu wetu? Tunasema dini ya uchawi hiyo. Dini ya kishirikina hii. Tunaposemaga wao ni washirikina, ni kweli washirikina, ni kweli. Majamaa atembea kwenye maji haya.
Na wallahi jamani, naombeeni, haya matendo wanayafanya, yani usiani kama ni uongo, wanayafanya kwa sababu wana yumari wanasema Kiarabu, yani wanaufanyia kazi, wanaisoma ile elimu ya kichawi sana, ndio bana wanaifanyia mambo haya. Anatembea kwenye maji ustaz hivi bila kuzama, ukiwauliza nakwambia mbona Usaid al-Khudhair alitembea juu ya maji, mbona sasa wewe na Usaid mnalingana wapi? Usaid na wewe sahaba, wewe Usaid al-Khudhair mnalingana naye wapi? Yule alilipeleka jeshi akakimbia akakutana, kumbe ile njia aliyopita hakujua kama kuna mto, na yeye ndio kiongozi wa jeshi radhiallahu anhu. Akasema kumwambia Mola wake, ewe Mola wangu, wewe ndiye mwenye kuliokoa, intahlika hadhihi al-isaba, intahlika hadhihi al-isaba, ukikiangamiza hichi kikundi hichi. Alirudia maneno haya kama alivyoyatamka kwenye Badri, alivyotamka Mtume, kiokoe hiki. Wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kamuomba Allah, akawaambia watu tunapita hapa, bismillahir rahmanir rahim, wakapita tu wakatoka zao. Alimuomba Mola wake afanye hivi, apite pale. Wama adraka ma Usaid al-Khudhair, wewe utajilinganisha na Usaid al-Khudhair? Wewe mpiga madufu, mpiga mangoma, unaruka mabega hapo, utajifananisha na ile jabali la elimu sahaba, utajifananisha na wewe? Ndio Usaid aliruka, alipita pale ndio, lakini alipita akiwa na yakini ya kwamba yeye ni wali, ana uwezo wa kutembea juu ya maji. Jawabu kalla. Yeye alikuwa anataka kiokoe kile kikundi cha masahaba matabi'i wale waliokuwa kwenye jeshi lile, wanatakiwa wavuke ndio kushambulia kule kwa Kisra. Bismillah, wakapita hao kwa imani yao ya yakini hali ya juu, lakini hawakuwa na yakini tena baada ya hapo, eti hawakuwa na imani kwamba sisi mawalimu katika sifa zetu tunatembea kwenye maji. Sasa yeye huyo anatuambia ili uwe wali pale yanakupata haya. Tumalizie. Wakadhaka yubri'u akmaha ma'a abrasin, pia wali anatibu maradhi ya watu, mwenye mambaranga, mwenye mania, anatibu tu. Hii kawaida tu, hapa watu mitishamba, nilavumba sio na nini. Sasa sio hivyo, hamaanishi hivyo. Kwa kuwa Isa mwana Maryam alimtibu mwenye abras na akma, aliwatibu mwenye maradhi yale, basi na wali naye anafanya hivyo. Mwisho akasema wa bi khatwatin yatwi almahamihi tayya, na kwa hatua moja tu akipiga anaenda sehemu za mbali huko. Hatua hiyo kama yuko hapo akisema nakwenda zangu Mbwanga, anapiga ile hatua hilo kafika. Huyo wali huyo jamani, kwa hatua moja anapiga hatua ya kwenda maeneo ya mbali kwa hatua moja tu peke yake. Yani yale masafa yale anayakunja, anakuwa ni sehemu kama ndogo tu, hapa na hapa tu kapiga. Wali huyo, hadha ainu shirki. Sisi tunasema huu ndio ushiriki. Hizi nguvu mnazozizungumza hizi sio nguvu alizowaachia mawali wakubwa kama Mtume sallam na masahaba. Hizi ni nguvu zenu wenyewe kupitia mambo yenu ya kishirikina mnayoyatumia kwa kupitia majini na mashayatin. Wali wa Allah hawezi kuwa hivi. Kwana wali wa Allah ni mtu mutawadhi. Kwana mtu ukishakuwa wali huwezi kujijua wewe. Mtume alayhi salatu wasalam, Aisha radhiallahu anha anamwambia hivi, ya Rasulullah, miguu yako inavimba kwa ibada, kwa nini? Wakati Allah akakusamea madhambi yako yaliyopita na atakayokuja kutokea mbele. Mtume alimwambiaje? Afala akunu abdan shakura, hivi basi nisiwe mja mwenye kushukuru? Hata kama nimefadhiliwa na hiyo khairi, basi nisiwe ni mja mwenye kushukuru? Wali sio mtu akusema kwamba ndio kwa mimi basi tena. Ndio yule kwenye kitabu cha Qadiria anamwambia wanafunzi, anamwambia tarakta salataka, mbona uswali shekhe msikitini hapa tukuoni, mbona uswali? Falam ya'lamu anni usalli bi Makkah, tena bi Makkah, kati bi Makkah, yakasema bi Makkah kwenye kitabu ni bi Makkah, na neno Makkah litiliu jar kwa kasra, yakasema bi Makkah, kaandika bi Makkah, tunawasamee haya. Anasema wale waumini wangu wananiuliza eti mbona shehe uswali msikitini, na kumbe hawajui mimi naswali zangu Makkah.
Na kaga watu msikitini waniona kabisa si swali. Shehe vipi bwana, mbona dhuhuri inafika na swali wewe hatukuoni hapa? Alasiri inafika usu hatukuoni magharibi. Qur'ani haituruhusu sisi vitu kama hivyo. Qur'ani haituruhusu vitendo vya namna hii, wala sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Sisi ni ibada, sisi ni waja ambao tumewekwa ardhini kwa lengo la kumwabudu Mola wetu peke yake. Hatuna haja ya kujinyanyua, kujipa hadhi, kujipa cheo fulani cha Mungu cha nini. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Mcha Mungu anamjua ni Allah peke yake. Wengine wote sisi hatuwezi kujua kama mtu fulani mcha Mungu. Yawezekana katika hiki kikundi cha sisi tulikuwepo hapa kuna mmoja anapendwa na Allah kuliko hata mimi ninayezungumza. Sote madhaifu mashekhi. Sasa kujifanya kwamba wewe ni wali utafikia kiwango hicho na uwezo wa kufanya hivi, nani akakwambia uwezo huo unao wewe? Hizi ni sifa za miujiza walizokuwa nazo mitume, kama Nabiiullah Isa kumponyesha mtu aliyekuwa na maradhi ya mbaranga, maradhi ya nini, mwenye kumfanya aliyekufa kuwa hai kwa idhini ya Allah. Hizo ni miujiza walipewa manabii kwa lengo la tahaddi, challenge dhidi watu wao waliokuwa wanawakataa. Sasa wao tuletee mambo kama haya, wewe umekuwa ni mtume, wewe ni nabii wewe. Ala kuli hali, tauhid ilipoachwa ndo haya makorokoro yalikuja. Watu walimdharau Allah, wamemsema Allah anavyotaka wao, wamejiita wengine wao ndio Allah, wamejiita wenyewe ndio al-fardu samadu, al-fardu al-wahid, al-mutakabbiru bidhati, al-kabiru bidhatihi. Wamejiita wao ndio wakubwa, wapweke, dhati zao ni kubwa. Yote haya nini majifuno haya? Sisi wote ni mafukara ila Allah. Kwa nini ujikweze kiasi hichi? Muhitajie Mola wako, mtake msaada Mola wako. Nimalize kwenye pointi, malize muhadhara wangu. Mmoja alisema ya kwamba kupaa inafaa. Maana kupaa inafaa. Dalili Qur'an. Qur'an tena. Qur'an imeturuhusu tupae. Aya gani? Suratul Naml. Tatunyi mawahabi ya msomi Qur'ani nyinyi. Vitu vibovu, mnakariri tu. Haya tusome hiyo aya. Akasema waqala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi inna Allaha ghaniyyun karim. Na alisema yule ambaye aliyepewa elimu ya kitabu kumwambia Nabii Suleiman, mimi nitakuletea kiti cha huyo mwanamke kabla haujapepesa jicho lako hivi, nitakuwa nishakileta. Nabii Suleiman akamruhusu, kabla hajapepesa jicho lake hivi kiti kikawa kimeshafika. Falamma raahu mustaqiran indahu, alipokiona Nabii Suleiman kile kiti kimekaa mbele yake, akasema hadha min fadli rabbi, hii ni fadhila itokayo kwa Mola wangu, liyabluwani, ili anipe mtihani, ashkuru am akfur, nitashukuru am takfuru. Anasema sasa huyu Nabii Suleiman na hawa watu wake majini hawa na hawa watu wawili walikuwa wanapatikana Sham. Sham ndo Palestina huko Jordani si wapi ndo Sham. Na huyu mwanamke mwenye kiti anapatikana Yemen. Angalia umbali wa Sham na Yemen. Sasa huyu aliyepewa elimu ya kitabu alimwambia Nabii Suleiman, mimi nitakuletea hicho kiti kabla hujafanyaje? Hujapepesa jicho lako, mboni ya jicho lako jipepesa hivi. Yani maana yake ana uwezo wa spidi kali sana ya kuruka kutoka Sham kaenda Yemen kafika chukua kiti kakileta pale pale. Kwa sababu mwanamke alikuwa kwa njiani anakuja. Kwa kabla ya kufika kwa Nabii Suleiman, Nabii Suleiman alitaka kile kiti chake alichokiacha kule Yemen akikutetee na hapa Sham apate mastaajabu. Sasa Nabii Suleiman akawaambia watu wake, nani anaweza kaniletea hicho kiti kabla huyu mwanamke hajanifikia? Wa kwanza akasema nitakuletea kabla haujasimama kwenye kiti chako. Nabii Suleiman akasema nataka mtu ambaye atakayekileta kwa haraka sana. Akatokea huyu wa pili akasema mimi nitakuletea kabla haujapepesa mboni ya jicho lako. Sufi anasema huyu alikiendeaje hicho kiti? Mawahabi mnasemaje? Vichwa maji mnasemaje? Vichwa maji mawahabi alikiendeaje hicho kiti kukitoa Sham na kukitoa Yemen kukileta Sham kabla ya kupepesa jicho? Alikiendea kwa njia gani? Alipaa. Kwa hiyo kupaa kupo. Si mmeelewa hii pointi? Qur'ani imethibitisha hivyo kwamba huyu
Suratul Namli, kuna mtu alikiendea kiti kutoka Sham, kutoka Yemen mpaka Sham kwa spidi ya ajabu, hata kupepesa jicho hivi bado, yani ile spidi ya kupepesa jicho ni ndogo kuliko ya kwake. Jamaa alipaa kwa spidi kali kweli kweli, na huyu alisema kabisa, mimi nitakuletea kabla, tena nitakuletea kabla hajasema Allah, nitakuletea. Unaona, mawali wanaweza kusema tutakupa mtoto wewe. Ukichukua haya maneno ya Qur'an, hivi Qur'an utaitafsiri kwa ubongo wako tu, medula yako mbovu hii, kiangalia tu hivi unatafsiri Qur'an, kiangalia tu hivi unatafsiri Qur'an, kiangalia hivi unatafsiri Qur'an. Wewe umekuwa nani? Wewe mwana wakamgisha Mnyamwezi unatafsiri Qur'an, unajuaje tafsiri makusudi ya Qur'an? Ulikuwepo huko? Wafuate hao maswahaba wenyewe waliosomeshwa hii aya na Mtume, matabi wakina Tausi, wakina Ikrima, wakina Masruq, wakina Suddi, wakina Ata, waliosomeshwa tafsiri ya hizi Qur'an. Hii aya walipofika waliambiwaje na maswahaba? Ukirejea kwenye tafsiri tatu kubwa maarufu, tafsiri Baghawi, tafsiri Imam Qurtubi al-Maliki na tafsiri Ibn Kathir Mshafi, inamtaja huyu mtu aliyesema ataleta hichi kiti anaitwa Asifu ibn Balkhiya. Asifu ibn Balkhiya, huyu bwana ni kweli Allah amempa hiyo mauhiba, kampa kweli kabisa, kampa uwezo, kampa kabisa. Lakini huyu bwana Ibn Kathir anasema alikuwa anajua jina la Allah al-A'zam kubwa, ambalo hilo jina ukimwomba nalo Allah chochote anakupa, chochote unachokiomba Allah anakupa. Huyu bwana alikuwa anajua hilo jina, ambao wengine wanasema ni Al-Hayyul Qayyum, wengine wanasema la ilaha illa anta Al-Hayyul Qayyum. Jina hilo alikuwa analijua huyu bwana. Sasa Ibn Kathir anasema Nabii Suleiman alipomwambia sawa kafanye, uniletee hicho kiti kwa haraka, zaidi ya huyu aliyesema mpaka nitakaposimama, yule bwana aliondoka akaenda kutia udhu. Huyo Asif ibn Balkhiya. Ibn Kathir anasema hivi, kama mwenye tafsiri Ibn Kathir ya Kiingereza atafute hiyo aya. Ibn Kathir anasema yule bwana alikwenda katia udhu, fa salla rak'ataini, akaswali rak'a mbili, akamuomba Allah kupitia hiyo dua, ewe Allah, la ilaha illa anta al-hayyul qayyum, i'tini bi arshiha. Maneno kama haya, niletee arshi yake. Yani anamaliza kusema mzigo huu hapo. Yani hata msele japi, hata kuzunguruka hivi hajazunguruka. Yupo kwenye mswala pale na swali tu. Anamaliza tu mzigo umekuja huu hapo. Kauleta Allah mwenyewe. Mbona mtuambia kapaa? Mbona masufi mnasema kapaa? Alipaaje? Tafsiri nasema huyu bwana alienda kati ya udhu, akaswali rakaa mbili, akamuomba Allah kwa kupitia lile jina kubwa. Allah akakubali dua yake, akamletea kile kiti. Kwa hiyo ruhusa ya kupaa bado haipo. Tafuteni aya zingine, leteni aya zingine. Aya hii hairuhusu mtu kupaa, haipo. Huyu alifanya ibada, alimuomba Allah. Na sisi hatuna ugomvi na wewe. Hata sasa hivi ukisema ya Rab, ya Allah, nakuomba ya Rab, nijalie nifike Marekani kwa kupaa, ukisema tuna uzozo na wewe. Sio umetaka mwenyewe. Yawezekana katokea wewe ni wali, Allah akupe ukapaa ukaenda kwa Marekani, ukaishi bila visa wala permit. Yawezekana. Sisi tuna mzozo na hilo. Hatuna ugomvi kabisa, kwa sababu umemuomba nani? Muombe Allah subhanahu. Wewe muombe kwa wali wako na ucha Mungu wako. Muombe kokote anaweza kukupeleka. Kokote anaweza kukupeleka. Lakini sio kwa kujiamrisha kwamba mimi nina uwezo wa kupaa, naweza kufanya hivi, naweza kufanya hivi. Anta man dhaif miskin. Ndio huu tunaopiga vita huu kwamba kujifanya wao ni miungu. Mimi naweza kuponyesha, naweza kufanyia hivi, naweza kufanya. Haya ndio tunasema sisi, huu uwezo huu mnautaja ni uwezo unaochanganyikana na imani ya kwamba nyinyi idha aradtum shay'an, mkilitaka jambo mnasema kun fayakun, kama alivyosema Allah subhanahu. Na hilo ni batil na ni kufrun billah. Wama tashauna illa an yasha Allah. Lakini ukielekeza kwa Allah ukasema namuomba Allah kwa dua na maneno yaliyothibiti, hilo hasisi hatuna mzozo na wewe hata kidogo. Kwa chochote kile, hata kumpa mtu mtoto wa kike akawa wa kiume akawa, wewe muombe Allah. Muombe Allah subhanahu. Sisi hatuna mzozo na wewe. Akitaka atakupa na akitaka hakupi. Lakini kujimilikisha nguvu ya fulani, hilo ndo batili iliyopo kwa masufi. Kwa nimalize muhadhara wangu kusema ya kwamba maalimu
nembo za Uislamu sahihi, ya kwanza kabisa ni kuwaita watu kwenye tauhid. Ya pili nimesema kuwaita watu kwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa sipagusa. Ya tatu ni kuwaita watu kwenye kufahamu na kuelewa Qur'an na Sunna kwa mujibu walivyoelewa masahaba wa Mtume. Khalas, nimaliza nukta tatu hizo kuu, nembo tatu kuu za Uislamu sahihi. Uislamu sio walingania watu kwenye haya mambo matatu. Uislamu huo ni batil, kwa sababu Mtume ndiye mwalimu wa kila kitendo, na masahaba ndio waliochukua elimu ya Mtume kutoka kwenye mdomo wake na walishuhudia wahyi ukiteremka. Hao watakuwa na uelewa zaidi kuliko mimi, Mnyamwezi wa karne ya 21 20 ngapi. Siwezi kawa na uelewa kuliko wao waliokaa na Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo katika kila kipengele lazima nifuate wao walisemaje, na matamshi yao yote yamehifadhiwa, sahihi na dhaifu, yote yamehifadhiwa, yapo yote kwenye masanidi, kwenye musadarakati, kwenye kutubu al-ahadith na vitabu vinavyopokea riwaya za masahaba, zote zipo. Kwa hiyo aya hadithi lazima irejee kupitia wao walivyoelewa. Huu ndo msimamo sahihi wa Uislamu. Atakayeishi kwa hivi vitu vitatu, hadha yusamma musliman, huyu ataitwa Muislamu, hata kama atakuwa ni wa kizungu, wa kichina, huyu ndiye Muislamu sahihi, aliyeushika usalafi, aliyeshika dini sahihi aliyoiacha Allah au aliyoiacha Mtume, aliyowaachia maswahaba. Atakaye vipinga hivi, akatumia Qur'an akili yake, akatumia Qur'an kwa matamanio yake, akaitafsiri anavyotaka yeye, akaitumia anavyotaka yeye, kama anavyotumia masufi kuitumia Qur'an kwenye kumsomea mtu al-Badiri, kwenye kuitumia Qur'an kwenye kumdhuru mtu na kumfanya kuwa mwenda wazimu, fahaulai kafara. Hichi kitendo chao cha hichi ni ukafiri. Qur'an haikuteremka kwa kuwadhuru watu. Qur'an haikuletwa kwa ajili ya kuwatia watu maradhi na uenda wazimu, kalla. Qur'an imeteremka kwa malengo makuu. Yapo na Qur'an, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Imeteremshwa Qur'ani ili watu wazingatie aya zake. Qur'ani hii imeteremka kwa lengo la kuwaita watu katika tauhid, kumpakasha Allah. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ndio malengo ya Qur'ani, hana mengine ambayo Allah kayatamka. Lakini kuitoa Qur'ani kwenye muktadha huu, mwambie mtu aisome Alam Tara kinyume, utakuwa umemfanyia kitu fulani. Akaisoma Alam Tara kinyume mara 5 soma na ngapi, mtu kawa mwehu. Akaichukua Qur'ani akamwandikia mtu kwenye kitovu hapa chini, kaondoka na maradhi sio nini, eti nuksa leo nayo imeondoka. Hiyo Qur'ani haikuteremka hivyo kabisa kwa malengo hayo. Haina malengo hayo Qur'ani. Kwa hiyo atakayegeuza Qur'ani kwenye muktadha huu ambao Allah kautamka, fahadha kafirun, huyu ni kafir, kwa sababu ameipeleka kwenye muktadha wa kishirikina. Au wengine watakaoitafsiri Qur'ani kwenye tafsiri isiyo kuwa sahihi. Lakini pia sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, mtu akaona mtangulize kauli ya shekhe juu ya kauli ya Mtume, fahadha kafir. Mtu akacha kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwa kumfuata kwake mnapata uongofu, mnapata hidayah, unaacha kumfuata Mtume maelekezo yake, unafuata maelekezo ya shekhe. Eti yo shekhe katuelekeza hivi, hii ni tariqa yetu, lazima tadhikri tufuate kwa mnasaba wa shekhe alivyokuwa anafanya dhikri kwa mazoea yake. Na Mtume Qur'ani inatuambia wa in tuti'uhu tahtadu, ikiwa mtamtii mnaongoka nyinyi. Haya, shekhe katajwa wapi? Qur'ani imemtaja shehe atakimbia siku za kiyama, huyu shehe mwenyewe atatoka baru huyu. Iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau, alafu nini? Wara'u al'adhab, waliokuwa wanafuatwa watakapotoka mbio siku ya kiyama. Shehe si baba naye ana watoto, atawakimbia watoto wake. Yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi. Watu watakapomkimbilia Mtume, Mtume atakimbia naye sallallahu alaihi wasallam, hata wakimbia, ataenda kusujudu pale siku ya kiyama mbele ya Allah subhana, atawaombea shafaa kwa Allah tabaraka wa taala, na watahukumiwa. Kwa hiyo sisi wakumfuata ni Mtume, sio shehe. Shehe atatufundisha, atatuelekeza, lakini maelekezo yake lazima yagote mwisho wake ameyatoa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kwa mtu yoyote yule, wala sio kutumia theolojia yake na mawazo yake, fikra zake, kalla. Kwa hiyo kutuletea mawazo yako ya kifilosofia, mawazo yako sio watu gani, hayo hayana nafasi kwenye dini.
Filambi yuko wapi sasa hivi? Mnamjua Filambi nyinyi? Mnamjui majenzi nyinyi? Mnamjua Filambi nyinyi? Sulemani Filambi mnamjua? Alikuwa Radio Imani hapo miaka 2014 13. Ana degree mbili mmemtaja nyinyi kwenu. Masters master degree ya pili kaisomea Uingereza. Ile mimi kwa upande wangu namuita shemeji huyu. Kwa upande wangu mimi namuita shemeji. Kaisomea Uingereza. Degree ya kwanza kaisomea Saudia kule tu sharia. Degree ya pili kaisoma kule. Yuko wapi sasa hivi? Kabakia chuoni tunasomesha pale mumu basi azunguluka mtu wa nini basi. Yule pale katika moja tafsiri ndugu yangu mimi namzungumza. Moja ya tafsiri yake nishaye kumsikia anasema iqra, maana yake soma. Bismi rabbikal ladhi khalaqa, maana yake soma Qur'ani dini ya. Khalaqal insana min 'alaq, amemuumba mwanadamu kutokamana na pande la damu. Hii ni biology. Biology tena shehe vipi tena? Biology hapa hakuna elimu nyingine za biology hapa. Nani katafsiri katika masala ya tafsiri? Ndio hayo maelimu wanaosema hayo maelimu yao ya korokoro hayo. Maelimu ya kumkufuru Allah, maelimu ya kufuru dini, kuipinga dini, kukataa kila kitu, kila maalimu dinia kuzipinga pinga, ndio haya tunatutetea kwenye Qur'ani sisi. Khalaqal insana min 'alaq, amemuumba mwanadamu kutokamana na pande la damu. Kwa hiyo pande la damu biology. Kwa hiyo biology yote ni pande la damu hivyo. Biology yote ni pande la damu. Tafsiri ya namna hii ni batil. Tafsiri ya namna hii ni batil, haina usahihi hata kidogo. Tutaifahamu Qur'ani kwa kupitia mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasallam. Na ndio maana Ibn Taymiyyah kwenye Aqidatul Wasitiyya alisema wasunnatu tufassiru alqur'ana, na sunna ina tafsiri Qur'ani. Yani maneno ya Mtume ndio yanatafsiri Qur'ani, sio medula yako wewe ndio tafsiri Qur'ani. Wewe unataka ufahamu wako urudi pale pale ulivyoelewa wao, na ukiona tofauti hiyo ni pigo X, haikubaliki. Na mwisho ni uelewa wa maswahaba, kwa sababu maswahaba walikuwepo katika Qur'ani inateremka. Kuna matukio yanatokea pale, tukio hili linatatuliwa vipi? Wametulia kimya, wanamuona Mtume mbele yao anateremshwa wahi, katulia kimya, atetemeka hivi sallallahu alaihi wasallam, jasho linamtoka wakati wa baridi, wanakaa kimya, sema anateremshwa wahi. Hili jambo hili sisi wenyewe hatujui jawabu lake, tutulieni. Na wanatulia hivi. Wanasifiwa kwenye Bukhari kwamba namna walivyokuwa wametulia ni sawa sawa kwenye vichwa vyao kuna nini? Kuna ndege wametulia kimya, wanasikiliza hiyo aya itakavyosomwa. Baada ya Jibril kumteremkia Mtume, Jibril anaondoka, Mtume anaamka anafuta jasho sallallahu alaihi wasallam, anaisoma aya, wanaisikia. Huyu ndo kakosea, kumbe huyu ndo kapatia. Wewe Sheikh ubwabwa ujeleo useme eti uelewe hiyo aya kuliko wao. Wewe Sheikh ubwabwa wewe leo ndo uje utuambie hiyo aya unaielewa zaidi. Eti qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Aya hii inasema tufurahi, tukate viuno mauridini. Eti ndo sawa hivi, kata eti ni tuambie tufurahi, hatujawekewa kiwango cha kufurahi wala namna ya tufurahi. Soma hadithi za Mtume zilizoeleza namna ya furaha bwana. Sahih Bukhari zimenena namna ya furaha, Sahih Muslim imeeleza namna ya furaha ikoje kwa mambo mbalimbali. Bali Mtume mwenyewe na maswahaba walifurahi vipi kwa hiyo aya? Tukiuelewa huu msingi, hakuna rai yoyote itakayotupitikia ya shekhe yoyote wa kwenye televisheni, wa kwenye redio, wa kwenye magazeti, wa kwenye TikTok ambaye atakayekusumbua kwenye kuyaelewa mazungumzo yake ikiwa hatumii vigezo hivi vitatu. Vigezo hivi vitatu: maneno ya Allah subhana yaliyotafsiriwa na Mtume alayhi salatu wasalam, na ameyatafsiri Mtume tena katafsiri kwa kutumia maneno sahihi kwenye vitabu sahihi, kisha riwaya za maswahaba, ufahamu wao wameufahamu vipi aya hiyo kupitia kwa Mtume, tuutumie ufahamu wao, sio ufahamu wa mashekhi. Hapo tutakuwa tumetekeleza ule Uislamu sahihi ambao Mtume katuambia, Allah katuambia fattabi'uhu, ufuateni Uislamu sahihi. Ndio huu, hauna makundi, huu hauna rai wala maoni. Kwenye rai na maoni ndio makundi yakapatikana, mitazamo makundi yakapatikana. Muslim Brotherhood na rai zao, Hizbu Tahrir na rai zao, Sufia na rai zao, sijui nani na rai zao. Sisi rai hizi ndio zimepelekea kumekuwa na turuku, njia mbalimbali wametutoa katika njia sahihi. Njia sahihi ni Qur'an, maneno ya Mtume, uelewa wa masahaba, na ndio Uislamu ambao tumeachiwa sisi. Uislamu huu hauna makundi, hautaki makundi.
Salafia sio kikundi wala sio hizbun. Salafia sio kikundi, ni dini, na yoyote anayetengeneza salafi katika kikundi anafanya makosa. Mfahamana maustadhi? Anayetengeneza salafia kwenye ukundi kwa kakundi fulani, la. Sisi tunataka tuwalinganie, kila mmoja tumlinganie, kila mmoja tumfikishie Uislamu sahihi, na asikie kwamba Qur'ani na hicho tunachokisema sisi ni kwa mujibu wa Qur'an na kwa mujibu wa maneno ya Mtume, kwa uelewa wa maswahaba. Basi sisi hatuna shehe. Si ushasikia tunakwambia bana, mshika shehe fulani, sisi tunakwambia maneno? Hatukwambia hayo maneno. Tutakwambia tu mashehe zetu tunawategemea sisi wenye kutusomesha dini yetu, shehe fulani nchini mwetu ni hawa hapa. Lakini hatukwambii uabudu. Hatukwambii shika tariqa yao kama ngangana na wewe kama yeye hivyo. Sisi tunakwambia shika Qur'an, shika sunna ya Mtume, shika ufahamu masahaba basi. Akifa na kufa na wake na tuachia dini sisi. Lakini kuifunga dini kwa shekhe, akipatia sawa, akikosea ndo tuenda naye hivyo hivyo. Sio sisi, sio hivyo. Sufi na tabia hizo kusema maneno. Mimi nitaenda na shekhi wangu, akienda peponi nitaenda naye, akienda motoni nitaenda naye, na nikienda motoni nitakwambia wewe Wahabi uniletee muhogo ni uchome motoni. Eti nikupe muhogo. Maneno gani mtu anazungumza ya kufuru billah? Moto unauchezea tena siku hizi. Eti nikupe muhogo bana, uchukua muhogo na niko motoni na kuchomea muhogo wako. Na kuchomea, shika mzee ule Wahabi mlafi, pia kula tu. Maneno gani? Sisi shekhe kwetu ni mtu ambaye yutabi'u al-Qur'an wa sunna bifahmi salaf. Ndio shekhe kwetu sisi. Shekhe atakaye kuwa maji anapinga ana falsafa zake, anapigwa pembeni na jalala yake. Alikuwepo Yahya al-Hajuri hapa duniani, Yahya al-Hajuri. Wote mnamjua, wengine hamumjui. Ni mtu alikuwa ni bahari. Anazungumza ayati tu. Hadithi kama tiara vile. Alipopinda watu walimchekea tena. Waliposifiwa kwamba eti damu yake yote ni sunna, na anacheka. Sura damu yako sunna. Yaani ukichana hapa sunna, hivyo. Hawa mashaikh wa kisalafi, maduati wa kisalafi wakamkosoa. Akafanya tamarrudi. Walimpa kana nasaha ala siri miaka 10, nampa nasaha miaka 10 baadhi ya mashaikh. Jamaa wapi hataki kusikia. Yeye ndo yeye, Simba. Pigwa red card ukaa huko. Ndio sisi tulivyo hivyo. Hatumtukuzi shekhe sisi. Mambo ya kumtukuza shekhe kiwango cha juu zaidi sisi hatuna. Tutamheshimu, tutampenda na tutamjali, tutampa makamu, nafasi yake ya ushekhe na ualimu. Lakini kwenye nafasi ya ibada ya tunamwabudu nani? Allah pekee yake. Na tunatanguliza kwake yeye maneno ya Mtume, kisha maneno ya maswahaba na maaimatul huda. Kwake hatutaki maneno yote sisi. Okota huko ndio tuletee sisi. Chukua kwa wao huko tuletee sisi hapa. Basi tumemaliza. Na tutakupenda, tutashirikiana na wewe na tutakuheshimu kweli kweli, lakini bila ya kuvuka mipaka. Sasa huu utaratibu huu ndio Uislamu ulituachia sisi, na ndio maswahaba ridwanullahi alaihim walimpenda Mtume sana na hawakumtukuza mpaka kumwabudu. Hawajawahi kufanya hivyo. Hawajawahi kumtukuza na kumwabudu, kinyume na mashehe wa kisufi hao. Kinyume na mashehe wa kisufi na wanafunzi wao wanawaabudu mashehe zao sana. Sasa sisi kwa maswahaba kwa Mtume wako hivyo, walimpenda Mtume alayhi wasallam mpaka wengine wakatahayari, hivi kweli Mtume anakufa? Hawaamini kama Mtume anakufa, kama Umar ibn Khattab atakayesema Muhammad kafa na mkata kichwa. Angalia Umar alifikia hivyo. Mtume kafa ndani, Umar anasema nikikusikia tu unasema Muhammad kafa na kufeka kichwa chako wewe. Kafa wapi? Yani Umar mwenyewe haamini kwa mapenzi alionao kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Abu Bakar alipomwangalia akamfunika macho, akamwambia tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah, umekufa ukiwa hai, yani wewe ni mzuri ukiwa hai na ukiwa umekufa. Akatoka nje akawaambia watu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, aliyekuwa anamwabudu Muhammad ashakufa, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, anayemwabudu Allah yuko hai wala hafi. Basi kamaliza habari, mzigo kaenda kufanya kazi pale. Ndio watu waamini hivi, kufa kafa kweli? Kafa ndio ashakufa, habari imeisha hiyo mzee. Mtume akakaa siku 3 akazikwa. Kwa ile hali ya mshangao tu, watu waamini azikwe wapi? Ikhtilafu za masahaba, azikwe wapi? Siku 3 watoi majawabu, mpaka Abu Bakar Siddiq akawaambia Mtume atazikwa pale alipofia kwa mujibu wa maneno yake mwenyewe. Akazikwa chumbani kwa Khadija, kwa Aisha, kwa sababu wengine wanasema kazikwa ni makaburi ya Waislamu.
aende akazikwe kwenye makaburi ya Waislamu wengine. Rai zikapita pale, sawa sawa, lakini mapingamizi yakapatikana. Je, mnaonaje tukienda kumzika kule? Haitotokea watu kafika kamchimbua kamchukua kweli? Si tuko huku jamaa anafukua naondoka naye. Si utaenda kuchezwa mwili wa mtume alayhi, hiyo hatuitaki mzee. Nyingine leteni rai nyingine hapo. Rai zikaishia mpaka kwa Abubakar Siddiq azikwe chumbani kwa mke wake. Alipofia ndo azikwe hapo hapo. Mpaka ingia wakachimba kaburi chumbani. Sio msikitini, chumbani. Elewa hivyo ustazi wewe. Nazungumza chumbani, sizungumzi msikitini. Akazikwa mtume baada ya siku hizo 3 sallallahu alaihi wasallam. Kaburi lake likawa chumbani kwake. Kaondoka mtume, kaingia Abubakar, kaingia Uthman bin Affan, akaupanua msikiti wa Madina upande wa magharibi. Akaupanua kule, sio upande huu, upande wa kule. Huu upande ndio kuna chumba cha mtume na vyumba vya wake mtume. Uthman kaja Ali, mpaka alipokuja mtawala wa dola la Muawiya aitwa Al-Walid, yeye akasema nataka nibomoe vyumba vya mtume vya wake wa mtume, vyote ni vibomoe. Akawakusanya mafukaha sahaba wa Madina, wanawachuoni wakubwa, mnasemaje hii rai? Wakamwambia Abdullah bin Umar, kama sikusema, au Said ibn Musayyab, akamwambia usibomoe vile vyumba vya wake wa mtume, usibomoe, viache hivyo hivyo. Watakao kuja kesho waje waione zuhudi, ucha Mungu wa mtume wao namna gani alikuwa anaishi. Je, wao wanaweza wakaendelea kuishi kwenye magorofa? Waache, viache vile vyumba. Akawasikiliza, akawaingia huko. Ndo mfalme, ndo mtawala sasa. Akavibomoa vyote vile vyumba 9, afu akaupanua msikiti upande wa kushoto. Kaburi la mtume, nyumba ya mtume ikaingia ndani ya msikiti. Umeelewa vizuri hapo? Usije ukadanganywa na huyo sufi makorokoro huko, waambiwa eti mbona msikiti wa mtume na kaburi mbele. Nyumba ya msikiti wa mtume hauna kaburi mbele. Aliyefanya hivi ni mtawala, akaupanua msikiti upande wa kushoto. Nyumba ya mtume ikaingia ndani, kile chumba kiingia ndani ya msikiti. Sio, umeelewa vizuri mwazazi? Kwa hiyo mtume kazikwa chumbani kwake, sio msikitini. Na hili kosa alikuja akalaumiwa yule mtawala, lakini akasema nafanya hivyo kwa sababu na mimi pia natafuta fadhila za kufanyia msikiti wa mtume. Sasa nyinyi wote mmeshafanya, wamepanua huko, na mimi napani wapi na mimi nifanye? Huyu kafanya huku kapata fadhila zake, huyu kafanya huku, watu nazidi wanakuwa wengi, na mimi naye fiatua huku. Akajikuta kaingia kwenye kosa kubwa. Naam, taban ilitakikana kweli msikiti kaburi litolewe, lakini nasi ya mtume, dalili ya mtume nasema al-anbiya'u, manabii yudfanuna haythu mat, wanazikwa pale walipofia. Hiyo ndio dalili inawazuia sasa simtoe. Umeelewa vizuri? Ile dalili ile ya kwamba manabii wanazikwa pale walipofiwa, pale ndio inapelekea hauwezi ukautoa mwili wa mtume tena. Unaotoaje sasa? Ukiupeleka mfano ukaupeleka Madina, ukautoa pale Madina, ukaupeleka labda eneo la juu labda Azizia, huko mtume hajafia Azizia. Ukitoa pale hapo ukaupeleka Jamia Islamia upande wa Supa inaitwaje kule, hajafia huko mtume sallallahu alaihi wasallam. Ushakhalifu nafsi ya mtume alayhi salatu wasallam. Kwa inabidi ibaki pale pale ni chumbani, lakini msikiti sasa ushatanuliwa, kaburi liko ndani ya msikiti. Sasa hukumu inabaki, inafaa kusali kwenye msikiti wa makaburi au haifai? Jawabu haifai, kwa sababu yeye mwenyewe alisema kati yuko hai na hichi kitendo kimetokea, ashakufa. Nimalize niseme, kama kweli waliokufa wako hai mbele ya masufi, mtume amke basi atujibu, au ajitoe asema jamani nitoeni hapa nikae pembeni. Masufi wanasema kwamba mtu alikufa anaweza kufufuka. Mbona mtume afufuki na ili mukhalafa umetokea? Kadhabu. Kwa hiyo dini yetu imejengeka kwenye hiyo misingi ya vitu vitatu peke yake: Qur'an, sunna ya mtume na uelewa wa huo ndio Uislamu. Kinyume na hapo ni asatirul awwalin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum. Jazakumullahu.